La kwanza kihistoria. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo tarehe 11 Oktoba mwaka 1969 alifanya ziara ya kihistoria hivi hivi kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ziara hii inafanyika baada ya miaka 57 ambao ni umri wangu kamili, umri wangu mimi. Mwaka ule mimi ndo nimezaliwa na mwaka huu nimebahatika kwenda na rais wa pili wa Tanzania. Hilo naomba lizingatiwe. Na wakati huo hiyo disparity ya Cold War ilikuwa kubwa zaidi. Kwa wenye mvimvi kama hizo walikuwa mwaka 1969 watakuwa na umri kidogo wa kufahamu kuliko sisi tulikuwa hatujazaliwa. Watakuwa wanajua disparity ya Cold War ilipokuweko. Lakini despite of all, katika hotuba Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya non-aligned movement mjini Leningrad, naitwa Leningrad. Leningrad ndo hii St. Peters tulokwenda juzi. Zamani wakati wa Soviet Union ilikuwa inaitwa Leningrad. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzia Moscow akaishia Leningrad. Vile vile kama Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo naomba historia hiyo ikumbukwe, na yeye alikwenda wakati mgumu zaidi kuliko wakati tuliokuwa nao sisi. Sasa hivi Cold War is over, ni mambo ya hapa na pale tu, vitu vidogo vidogo, vikwazo vidogo vidogo. La pili, ziara ya Mwalimu ilijikita vile vile katika kupokelewa, lakini ilijikita vile vile katika kutembelea chuo kikuu cha Patrice Lumumba, sasa hivi ndio hii Rudin, na kule Leningrad alitembelea baadhi ya maeneo makubwa na ya kihistoria. Na malengo ya ziara yake ilikuwa maeneo matatu hivyo hivyo: uchumi, siasa ya dunia na kuelezea position ya Tanzania. Sasa katika historia ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyojirudia, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya historia hiyo, maana kuweko hapa ni kuwa sehemu ya historia hiyo. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa tunatoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. Msije mkageuza, maana mengine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu, nayo hapo nitatoa. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5 dunia nzima. Mrusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walomwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima ndo ile BRICS mnaizungumza nye kila siku, na target yake ni bara zima la Afrika. Ana mahusiano mema, akifanya ule mkutano wa Russia Africa ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo. Nchi zote za Afrika zilikuweko katika mkutano wa Russia Africa, na hii ni mara ya 3 Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya uwili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa wamekwenda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta, kwa sababu mimi najikita kwenye mahusiano. Hilo ni muhimu nieleze. Katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa ya mabalozi barani Afrika, Urusi
inaongoza. Hiyo ni indication maalum. Kiandika haya mambo kwenye diplomasia, haya ni muhimu kuzingatia. Kwa hiyo nimetaka kuelezeni hilo kwamba huu mtikisiko umekuja very positively. La pili, Urusi anaiangalia Afrika kwenye maeneo manne makuu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati Tanzania ni moja wapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu wa Afrika Mashariki nchi 7 na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile 7 almost una access ya nchi 22 hadi 23, ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo si ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo. Baada ya kutoa maelezo hayo ya kimahusiano, kihistoria tuko nao vizuri sana. Kiuchumi wameeleza yote, na hapa wana ubalozi wao. La pili, Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu vyao 4 hivi sasa, wanatoa degree. Tumekutana na Warusi, hawa watajua, waandishi wa habari walikwenda Urusi watakupeni ushahidi baadaye. Wanazungumza Kiswahili, hawajawahi hata siku moja kufika Tanzania. Tumekutana na Warusi wanaozungumza Kiswahili cha mtaani, hawajawahi kufika hata siku moja Tanzania. Vyuo vikuu vyao 4 vinatoa degree ya Kiswahili, na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa agizo chuo chetu kikuu cha Dodoma kianze kufundisha degree ya Kirusi, kwa sababu tutakuja kupitwa, wakija hapa sisi hatujui. Hapa mpaka sasa hivi ni Russian Cultural Center iliyokuwa kwa hapo karibu na Aga Khan Hospital ndio inayofundisha kozi ndogo ndogo za Kirusi. Kwa hiyo na sisi tunatarajia kuanza kujifundisha lugha hiyo ili kufikia soko kubwa zaidi. Na katika hili la lugha ya Kiswahili nimshukuru sana na nimpongeze sana rais wetu. Amebadilisha tune ya mkutano mzima kunyanyua hadhi ya lugha ya Kiswahili kwa sababu alitumia lugha ya Kiswahili. Tunampongeza sana, tunamshukuru sana, kwa sababu kama hatukubeba sisi bendera ya Kiswahili, na makao makuu ya Kiswahili yako hapa, nadhani mnajua Afrika Mashariki Jumuiya, makao makuu ya Kiswahili yako hapa. SADC, makao makuu ya Kiswahili. Hata barani Afrika sisi ndio tunajulikana, na katibu mtendaji wa Kiswahili barani Afrika yuko hapa, na imeshakuwa lugha ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, hata katika vikao vya ndani Mheshimiwa Vladimir Putin amepiga Kirusi chake na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga Kiswahili chake, na hii imeashiria kwamba Kiswahili sasa imefikia yale malengo yaliyowekwa na UNESCO kwa lugha ya kimataifa. Kwa hiyo tuendelee na sisi kujivunia kwa lugha yetu, na bahati nzuri pale sisi tulikuwa na mkalimani ambaye pia anaongea Kirusi, na watoto kadhaa ambao watoto wetu ama vijana wetu kadhaa wako wakiwa wanasoma lugha, na nyingi miongoni mwa degree zao wanasomesha lugha yao kwanza, mwaka wa kwanza, kabla hujaingia ile degree yako halisia. Eneo la tatu nataka kusema, nyanja ya elimu wametaja waheshimiwa wote. Urusi ina elimu ya kisasa ambayo inashindana na nchi nyingi duniani zilizoendelea. Naomba nikwambie ndugu zangu, zamani sisi tulikuwa na notion kwamba mtu akisoma Urusi akirudi anakuwa hivyo anavyokuwa. Tulikuwa na notion hiyo. Mimi walimu wangu walionisomesha wote, wote sekondari pamoja na chuo kikuu walisoma Urusi wakati ule, na wanazungumza Kirusi fluent. Mkitaka baadaye nitakutambulisheni kwa walimu wangu walionisomesha, na mpaka leo wanazungumza Kirusi fluent. Lakini mambo yao yalikuwa wakati huo kidogo tofauti kwenye imani, kwenye hivi. Sasa hivi mabadiliko makubwa yameshatokea. Degree wanazotoa wao baadhi yake zinashindana hata na mataifa yaliyoendelea, na Mheshimiwa Rais mmeona katika kile chuo kikuu kimeanzishwa mwaka 1938 kilichomkabidhi degree. Ni chuo ambacho kinajulikana sana duniani na kimetoa viongozi wengi barani Afrika
ambayo kimemtunukia shahada maalum. Chuo kile wanasema degree yake inajulikana dunia nzima, kwa sababu hata hayo mataifa yaliyoendelea vijana wao na wanafunzi wao wapo pale, na tumeona mataifa mbalimbali ikiwemo Middle East nzima inapeleka. Middle East nikisema najua mnadhani mnafahamu, Mashariki ya Kati wanapeleka pale kusomesha, na mnaelewa maendeleo yanayoendelea Middle East. Na mmoja katika mapokezi alikuwa kavaa kabisa ki Middle East kumpokea Mheshimiwa Rais pale, kwa sababu kulikuwa na kila mataifa yamewakilishwa kwa kivazi chao kwenye chuo kikuu. Lakini kubwa zaidi, kwa upande wa serikali tumeomba nafasi takriban 500 kila mwaka, zitaongezeka Mungu akitujalia. Tunaendelea mimi kampeni ya kuongeza idadi hiyo, lakini naomba niseme pia kupitia kwenu kwamba wana fursa ya degree kule unaipata kwa $5,000 tuition kwa mwaka, ambayo ni rahisi kuliko ukanda wa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo ni fursa kwa mtu binafsi pia anataka kumsomesha mtoto wake kumpeleka. Kuna vyuo vikuu kadhaa wameshatupa nyaraka zao, na hizi nyaraka zao tutaziwasilisha kwenu kupitia kwa mkurugenzi wetu mawasiliano Mindi Kasiga, nitampatia mimi. Wamenipa brochures na prospectus ili wananchi wa kawaida wajue wanaotaka kuchukua fursa hiyo. Alikuwa kakosa scholarship program au mwenye uwezo wake wa kumlipia mtoto wake ama ndugu yake, ama ameshachangishana kwenye familia, mko tayari, mnaweza kutumia fursa hiyo.